working. Koheredo, inaitwa Koheredo ama Ecclesiastes. Anasema kwamba the battle is not the strong, nor the race to the swift. Bwana pewe sifa. Kumaanisha kwamba sio wale wenye mbio sana watashinda mbio. Sio wale wenye nguvu zaidi watapigana vita na washinde. No, it is to those that are guaranteed to succeed. Hallelujah. Let me tell you something. Those that wins the game, they have what is called tactics. Bwana pewe sifa. Wako na what we call principles. Wako na strategies. So now tukija in a spiritual realm, we have strategies for you to follow, for you to be blessed. Bwana pewe sifa. Na kumbuka ya kwamba one thing I know about people of Vika, we know we love mashamba. Mtu aseme mashamba. Tunapenda migonda. And because of that, shamba liko na mwenyewe. Hawezi ukaenda, I don't know whether umewahi kutembea mahali ukapata ya kwamba plot imeandikwa plot without owner. Or have you? Sijui kama umeenda Thika ukapata plot imesema ya kwamba hata hii building haina mwenyewe. Everything is occupied. Hallelujah. Hakuna plot haina mwenyewe Thika hii. Goja, let me tell you something. Fanya tu kule kangao kinaona kama kuna tupo takataka. Just go na uanze kuchimba kidogo. Kabla ufikie 1 meter, utaona mwenyewe hapo. Unafanya nini? What are you doing here? Na sasa hiyo umetoka matu. Because why? Akona spies wa kumwambia plot yake kiibiwa. Bwana pewe sifa. Kumaanisha kwamba hii mali yote ambayo tunaitaka, gari, afya nzuri iko na mwenyewe. Hallelujah. Kumaanisha kwamba unafaa kujua something about huyo mtu ili upate kupata hiyo mali. Hallelujah. The knowledge is very important to the life of a believer. The knowledge is the only key for you to adopt and for you to be blessed. Bwana pewe sifa. Unapojua hivyo, basi hautatumia nguvu za misuri. You are going to use the spiritual laws. Because the spiritual laws, ama sheria za mbinguni, they support the natural laws. Hallelujah. For example, hakuna mahali pameandikwa you can walk on water. The science inasema ya kwamba as long as you put your foot on water, you must sink. But because Jesus had an authority, alikuwa anaoperate on what is called spiritual laws, he went on water. I'm here to tell somebody, if you apply your spiritual law, you are going to walk on everything you need in your life. Bwana pewe sifa. Ukubali utumie the spiritual laws. Hautaenda na sayansi, hautaenda na commerce, hautaenda na vile pepa ya leo inasema, utaenda kulingana vile neno la Mungu linasema. The word is the key. Tell your neighbor, the word is the key. Hallelujah. So baraka ziko na mwenyewe. Bwana pewe sifa. Hata Adamu hakupata. Bible says, and Adam was given a garden. Garden means nika plot maybe ni 100 by 100, 80 by 40. We don't know the measurement, but that's what a garden means. Hakupatiwa nchi yote, but we have one man who was given the whole world. Lakini ningetaka nikwambia kwamba ndiye akona title deed. As long as I have my title deed, huwezi kuninyang'anya shamba. Let me tell you, even if you try, itakushinda. Maana tukienda kokoti, takwambia prove that the plot is yours. Utasema shosho wetu, we don't want to know about your grandmother or where you came from. What we need is a proven document to say that this plot belongs to you. Mimi nikitoa my title deed, automatically hata kama ni kesi kwa gumu namna gani, judge atasema hii plot mwenye plot ni huyu. Bwana pewe sifa. So kwa nchi ya rohoni, you must have a title deed for you to say that this thing belongs to me. Hallelujah. Ndio naona right now naweza mpatia baraka. I can give you something. But mkitoka pale nje, shetani atakuuliza, na hiyo kitu umebeba, wapi title deed? Tuambie kwamba pia hapana, sijui, atakwambia letter. You don't know where you are going. But if you have the title deed, you are going to have all what you need in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Tuone kitabu cha Genesis. Chapter number 12. I want to be so brief. Then we pray. And our God is going to meet the desires of your heart. Leo kuna mtu anatoka mahali na kuna mtu anabarikiwa kweli kweli. Na huyo mtu ni mimi. Sema ni mimi. Genesis 12 verse number 3. Kama umefika sema big amen.
Let us start from verse 1. The Lord said to Abram, go out from your land, your relatives, and your father's house, to the land that I will show you. I'll make you into a great nation. I'll bless you. I'll make your name great, and you'll be a blessing. I'll bless those who curse you. I'll curse those who treat you with contempt. And all the people on earth will be blessed through you. Bwana Persifa. We want to speak about one man called Abraham. Abraham was given the title deed not because alikuwa na pesa za kununua, but because he put Jesus where he belongs. He put God where he belongs. Bwana Persifa. Anytime you put God where he belongs, automatically you win the battle. Amen. The problem with the church is not having, but it is because of not believing. Abraham was told, kama sasa ni kuambia kwamba toka kwa watu wako, toka kwa nyumba yako, acha watu wenu, come from your gods, because mahali penye Abraham was alikuwa na miungu zake. And God akamwambia kwamba toka hapa, enda somewhere else. But Abraham hakurudisha kumwambia, "Sir God, unaniambia niende wapi? Where can I go? Who are you?" Abraham never complained. He just went. He was a good believer. Bwana Persifa. God went another head kumwambia kwamba, "And you shall have a child." Na akimwambia hivyo, he was past the age of getting a son. Even Sarah was past menopause. But God came unto him and told him, "You will have a son." He never complained. Hakwenda kumwambia Mungu how. No, most of us, when you see the problem is so complex, don't disvalue the word of God in your life. Wakati Ibrahim aliambiwa hivyo, he just went ahead and believed. Bwana Persifa. Hapo Mungu akasema kwamba, "And because you have believed, I have accounted you for righteousness." Behind what he did, he first believed. Bwana Persifa. Ndio maandiko yanasema kwamba he who believes has. That is John chapter 6 verse 47. Whoever believes has. Kumaanisha the qualification of you having is you believing. Bwana Persifa. What you need to do in your life, before you do, believe first. Because it is what you believe that you do first. Bwana Persifa. Shida haiko kwa kufanya. Bible says, wale watakaojua Mungu wao watafanya maajabu. Kanisa si ya kwamba hawezi wakafanya maajabu. Kwanza ni kuanza kabisa kwa sababu ya kwamba one thing they have not done, hajakubali ya kwamba Mungu ako na uwezo. Hallelujah. Anytime you believe God, you have all what you need in your life. Bwana Persifa. So kile unahitaji usiku wa leo sio kupata. Wakati bishop anasema kwa madhabahu anasema kwamba chukueni mashamba. Hakuna mtu anapatiwa something to see. Nothing tangible comes to your hands. But what you do is believing. Na maandiko yanasema kwamba when you believe, you already possess what you wanted in your life. Mtu aseme amen. So number one, bondage of today. Sabi kanisa hii, we are all based in believing. The bondage that we have is unbelieving believers. As uliza jirani yako, who are you? Hallelujah. Kabisa, inua mikono. Kabisa na inua mikono kabisa. Hallelujah. Lukia Bwana Yesu. Bwana pastor says, chukueni vitu. Nauliza, how? Hallelujah. The greatest sin you can do to God is not when you commit sin, is when you lack to believe him. Hallelujah. The problem you can do, hata wale walimsulubisha Yesu, maandiko yanasema kwamba hawakukondemiwa. They were not condemned because they crucified Jesus. But they were condemned because even after crucifying Jesus and knowing who he was, they never believed. Hallelujah. So the greatest tragedy with the church, not believing the word of God. Abraham believed. And because you have believed, everything I have given unto you. Lutu, kuna watu wanabarikiwa sio kwa sababu you are so much good, but because of your association. Let me tell you, some of you, you are blessed just because you are connected to the man of God. You support the ministry. You play for him. So your blessing sometimes it is through association plus participation. Mtu asema amen. Sema hiyo ni mimi. So mtu anaitwa Lutu akasema kwamba
hii jamaa bwana nimefanya commerce kumuliko, akajifanya yeye ndiye mzuri zaidi. Bible says mtu ambaye anajijua he cannot negotiate about something. Nakwambia chukua what you need. So Lutu akasema kwamba I need to go that Sodom. Mahali kulikuwa na milima mizuri, a good cattle, good pastures. Naye maandiko yanasema kwamba after Lutu alitoka, God spoke to Abraham. Akamwambia Abraham, look east. Akaangalia east. Look west. Akaangalia west. Finally akamwambia look even the direction that Lot has gone. Hata huko nimekupatia. Bwana pesifa. Usipiganie vitu. Mwenye kukupigania ni Mungu. Mtu aseme amen. He got a title deed to have the whole world. Hallelujah. The only person who has a title deed is Abraham. Kumaanisha, if you're not a son of Abraham, who unto you? Hallelujah. Kama wewe sio mtoto wa tajiri fulani, kupata mali ni shida. Labda uende ufanyike kuwa servant, uwe mtumishi wa nyumba hiyo. But there's no way you can acquire the inheritance from somebody else. The inheritance is for sons. Mtu aseme amen. So Adam received the plot, but Abraham received the whole world. Hallelujah. That's why anybody who was in connection with Abraham got the miracle. Bwana pesifa. To prove this, let's go to the book of Luke 19. Mungu sio tu ni wa kipendeleo, lakini Mungu ni wa haki. He follows justice and righteousness. Luke chapter number 19, verse number 9. Tuende haraka. If you're there, say amen. Verse number 9. Tuanzie pale mstari wa 8. But Zacchaeus stood there and said unto the Lord, look, I'll give half of my possessions to the poor. Lord, if I have extorted anything from anyone, I'll pay back 4 times. Verse 9, the remarkable verse I want not you to forget. Today salvation has come to your house, Jesus told him, because he is a son of Abraham. Mtu aseme amen. What made Zacchaeus to be blessed? Sio kwa sababu alikuwa mzuri. By the way, kama kuna roba alikuwa international. Kama kuna mwingine agenda Hague, kama ni leo ni Zacchaeus. I'm telling you for true. Kama kuna ingekuwa na scandal, kama ile ya whatever scandal, na ingekuwa na Zacchaeus scandal because of what he did. But I thought this man, because maandiko nasema kwamba wale alipokonya aliwarudishia mara ngapi? He was a good investor. Mpigie makofi mazuri. Saa hii wewe ukiambiwa urudishie mwenye umbebeba mali yake mara 4, utabaki na nini? Muulize hivyo. Utabaki na nini? This person knew how to invest. Bwana pesifa. He was a good investor. I love that. But the conduct was bad. Bwana pesifa. The reason is to why alipata muujiza simply because amezaliwa kwa kuhani ama kwa ukoo wa mtu anaitwa Ibrahimu. And because he's a son, he deserves inheritance. Bwana pesifa. What makes your father to give you plot? Sio kwa sababu umepita mtihani, my friend. Kile kifanya baba yako akuite mtoto, sio kwa sababu ya vile wewe ni mrefu. Kile kinafanya baba yako akuite mtoto, it is because of bloodline. Because his DNA is in you. Ama umezaliwa na yeye. Bwana pesifa. Kumaanisha kwamba it's not about your credentials that qualifies you to have an inheritance from your father. It is through path that makes you to be blessed. Somebody shout amen. This man called Abraham received the miracle from Jesus. Not because he did good, but because of the grace of him. Bwana pesifa. He was a son of who? Abraham. And because the father was a big boss, and he was the owner of the whole world, he got the blessing. Bwana pesifa. Luke 15, I don't know where. I love God, my bishop. I think on Saturday. Mama mwingine, na kama kuna watu wa kuhurumiwa, ni wa mama. Bwana pesifa. Akaenda, tena he worshipped. Mara sijui ni ngapi kwa Yesu. Huyu jamaa haku worship, alikuwa kwa mti juu.
Na hapo atasikia injili, aone who this man is. Nani huyu anasumbua nchi yetu? Hallelujah. But this woman alikuwa anajua Yesu ni nani. Akaenda kwa Yesu. I have come. I worship you. Come and heal me. Heal my son. Heal my daughter. Jesus, maybe watu walikuwa nafikiria kwamba anasema la kaboshende. Receive your miracle. Right now, touch. He said the opposite. Mikate ya watoto haipatui mbwa. Kumaanisha nani aliitwa mbwa? Who? Huyu mama aliitwa mbwa. Bwana pesiva. And it's the same Jesus. Sababu ni ya kwamba he is not in the bloodline of who? Abraham. He was a Canaanite. He was not from Abraham. He was a Canaanite. Hiyo ikamdisqualify. Hata kama alikuwa amenyenyekea kiasi gani. Yesu akasema no. Hallelujah. From today there's not going to be no in the name of Jesus Christ. Ukienda kwa Mungu nataka ploti, atasema yes my son. Seek what you need and I'm going to give unto you. Bwana pesifa. But something happened. Aka meet the qualification of what we are going to do right now. Hallelujah. After persisting asema kwamba wewe Yesu, Master Jesus, hata mikate ikauka chini ya table, si atambua na raba na wewe jameni. What Jesus saw, he never saw woman. He never saw a lady. He saw faith. When Jesus sees faith, let me tell you, he says, you are Abraham's son. Then he got the miracle. He went home. Bwana pesifa. Simply because he has done one thing. Ilifanya Ibrahimu aitwe baba wa mataifa. Kile kilifanya Ibrahimu aitwe baba ya mataifa sio kwa sababu ya kile alifanya. Simply because he believed God. He was called the father. Na maandiko yanasema kwamba in you all the families, even your family, let me tell you, even your family is blessed. Somebody say amen. Maandiko yanasema kwamba and in him all the families of the whole world will be blessed through Abraham. Bwana pesifa. Kumaanisha not the sons from blood. Mungu alikuwa anataka kuongea juu yao. Hallelujah. Not the son wale amezaliwa na shosho. No, not those. But those that are going to correspond to the same measure of faith, believing Jesus. Themselves, they're going to be called the sons of Abraham. Hallelujah. And because our father Abraham owns the whole universe, then we can have the inheritance in the mighty name of Jesus. Somebody shout amen. Say amen. Let's go to the book of Galatians, chapter 3. Galatians 3:26. Let us start from 24. The law then was our guardian until Jesus, so that we could be justified by faith. But since that faith has come, we no longer be under guardian. Let me tell you something. Mtu yote ameshika mali yako. Simply because atara anakuchungia, lazima achilie katika jina la Yesu Kristo. Bwana pesifa. We are now of age. Mtu aseme amen. The prodigal son akabia baba yake, now I am of age. Bring what belongs to me. Usiku wale nataka uingie katika in the spiritual realm. Now that I am now qualified, I need this in the mighty name of Jesus. Let's go further. Verse 26. For you are all, not some, all sons of God through faith in Jesus Christ. Bwana pesifa. How many believe Jesus is the Lord and Savior? How many believe? Maandiko yanasema kwamba we are sons of Abraham through faith in Jesus' name. Bwana pesifa. Because Jesus came because of Jews only. Bwana pesifa. Ndio alipata mandate ya kusema mkate ya watoto sio ya mbwa. Because he purposely came for Jews alone. Only Jews. But the Bible says how God has highly exalted him and he has given him a name
that is big than any other big name. Kumaanisha kwamba when Jesus died, he rose again. He told disciples, now go ye. Beleni hangewambia go ye, because he was only for the Jews. Salvation was only for the Jews, Wayahudi, in other words. Bwana pesifa. But when Jesus resurrected, akaongezwa crown nyingine. Piga makofi mazuri zaidi. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Alipofufuka, akaongezwa crown nyingine. Hallelujah. In operation, akaongezwa another degree ya cooperate in a big diameter. Na diposa alipata mamlaka ya kuambia Petro, now beleni ulikuwa unaenda hapa kwa Myahudi mwenzako, from today now go ye to the whole world and preach the good news. Bwana pesifa. Cast out devils in my name, you shall do exploits. Bwana pesifa. Hapo watu wanaitwa Gentiles, through faith in Jesus, were connected to the inheritance and commonwealth of Israel. Piga Yesu makofi mazuri. So Myahudi asikuja kukuringia kwamba tunajua Mungu kukuliko. Bwana pesifa. Hata kama umezaliwa Holy Land, and you in wapi? Kajiado, wengine Meru, wengine Kamani. We share the same inheritance because of one man, Jesus Christ. Hallelujah. So the plot belongs to you. So anytime you go to pray, you don't say, please, I beg, oh, I beg, forgive me, I am a sinner. I'm not worthy to be. But there are some of the prayers that you usually pray. Ni kama mtoto wako kuja sema kwamba, Dad, mimi sifai kukaa huku. Hata sifai kuitwa mtoto wako. Dad atakuangalia kuuliza, wewe uko na kichaa kweli? Because what makes you a son, not the performance, but birth. Hallelujah. How many are born again tonight? You are fully son of God. Hallelujah. Hata devil akuja whisper aseme kwamba you are mad. No, say I'm the righteousness of God. The wisdom of God is working in me. Mtu aseme amen. Because now Jesus has broken the middle wall. The wall ilikuwa ya kwamba huwezi ukapita kwa Mungu. Now alifunja hiyo ukuta akaweka daraja. You know people watabomoa daraja waweke ukuta. Bwana pesifa. Beyond that I'm untouchable. Before you come lazima uangalie uongee na soldier. Anaweka ukuta. But Jesus broken the wall and made a bridge. So you can access the things of God anytime you need. No wonder why the Bible says in Hebrews chapter 4 verse 16, now come boldly to the throne of grace. Let me tell you, you are in the throne room right now. Uko kwa kiti chako cha rehema and cha neema. Come boldly to the throne of grace that you may obtain mercy and find grace to help you in times of need. Bwana pesifa. Beleni tulikuwa tunatumia kuhani. But today I just go myself. Bwana pesifa. Najua beleni lazima ungekuwa na mpango. When you go into the Holy of Holies, kwanza ujitakaze, uwe na kodoo ngapi, uchinje zote, so that you go to the Holy of Holies. Na hata ukienda huko, kuhani lazima angefugiliwa nyororo hapa, iwe kwa nje. Meaning anaweza enda pale awe amecompromise, akufie hapo. Na maana hakuna mtu mwingine za access that room, afurutwe na nyororo. But right now, I can access the inaccessible in the mighty name of Jesus Christ. That's why the Bible says, and we are seated with Christ in heavenly places above. Satan yuko wapi? Under your feet. Hallelujah. So when you want to access Satan, don't say, Satan, I rebuke you. No, from today, say, Satan, I rebuke you, because he is under your feet. Mtu aseme amen. That is what it's called. We are the sons and daughters of God. Hallelujah. Through what? Not through blood, but through faith. And because it is faith, something needs to be done. Hallelujah. Man, as you are from the birth, you need to do something for you to be permanently receiving the blessings. Bwana pesifa. Maandiko nasema kwamba faith is not hayachianiangwi. For example, when bishops maybe anazaenda safari fulani, hawezi kaambia, sasa wachungaji chukua imani hii. Tumia kuhubiria watu. No.
faith is personal. Bwana pewe sifa. Romans chapter 10 verse number 17. Faith comes by hearing, and healing, and ni vile maandiko kama ingekuwa ni kubwa, healing ni nyingi hapo, nyingi, sio mbili peke yake. And healing, and healing, and healing, meaning it is consistent daily basis. But most of us, tukisikia maombi leo, ni mpaka next Wednesday. Jutabia Mungu, now I come. Na Mungu atakuuliza, where were you? Hallelujah. We need to dwell in his presence always. Najua kuna wengine ukienda mbele za Mungu kuambia Mungu, nimekuja. Kabla useme hiyo nyingine nakuuliza, now let me cut you short. Where were you? Bwana pewe sifa. You need to be in his presence always. Bwana pewe sifa. So faith comes by hearing, and healing by what? The word of God. Hallelujah. And when faith comes to you, what brings result to your faith is not having the faith. Bwana pewe sifa. How is faith released? Not by meditation, not by kukaa vizuri. You need to do something for the faith to be made something into your life. Bwana pewe sifa. Romans, takumaliza sasa. Romans 10 verse 9. Are you there, everybody? Romans 10 verse number 9. If you confess with your mouth Jesus is who? Is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes, resulting into righteousness, and with mouth confession is made into righteousness, into salvation. Bwana pewe sifa. What made you to be born again? Ni after ulisikia neno la Mungu. Bwana pewe sifa. Ukasikia mara ya kwanza, maybe it was on a crusade, maybe ilikuwa revival, maybe ilikuwa ibada ya katikati ya wiki. Ukasikia Yesu na ukaamini ya kwamba alikufa na akafufuka. Let me tell you what happens. Bible says the righteousness, faith is created in your life. And when faith is created, after faith is created in you, don't remain silent. Bwana pewe sifa. You need to do something into your life. You need to speak out what you believe. But most of us, tukipata neno, it will not save you. It is after speaking out that you will be saved. The word salvation means sozo. Sozo in Greek means it is salvation of every kind. Bwana pewe sifa. Whether it is finances, whether it is sickness, kama ni body yoyote, unasema ya kwamba na mimi sio mtumwa, mimi ni huru wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana pewe sifa. It is true when you speak. Hallelujah. That's why the word mouth comes from. Mouth means stomach, ama the edge of a weapon. The translation ukienda kwa Greek, the word mouth inamaanisha kwamba the edge of a weapon. Now weapon, it can do two things. It can destroy you and it can save you. Hallelujah. If you use it wrongly, itakukatakata, itakuchinja, utakufa. But if you use to attack your adversary, then you are going to use it wisely. Wakati umesema kwamba, hey, leo sijui kama leo sijui kama nitatoboa. Today, I don't know whether, do you know what you are doing? You are doing the sword like this. Hallelujah. You are doing your sword like this because it is edge of a weapon. Buduki kiweka hivi, waanze kufiatua tobia adui. I'm going to nitakufiatua. And the mouth inakuangalia. Adui inakuangalia na kucheka. Hallelujah. Utajimaliza wewe mwenyewe. You need to speak good words. Faith-filled words. Unasema ya kwamba mimi ni manukato ya Bwana. I am the success. I am the original of God. I am the son of God. I can fear no evil. These are the words you are supposed to speak. Hey, kwetu nyumbani, baba yangu mwenye nimenemiwa after him alikuwa mchawi. Kwa hivyo hata mimi automatically. No,
you are doing against yourself. Bwana Persifa. Speak faith-filled words. Hallelujah. From today, I want to release something vibrant in this service. Speaking Christians. Hallelujah. Maandiko hakuna mahali imesema kwamba go out and remain silent and the world will know that you serve me. No. Maandiko inasema go out and preach the gospel. And people will know that I have sent you. It is out of your delivery that people will know, hey, this man is born again. Because your word is fire. Say fire. Anytime you speak, your word becomes fire. Amen. So don't speak anyhow. Speak faith-filled words. When God wanted to create a world, he never said, no, he never used sign language. He said, let there be. And what he said, it became. Through, this is a pen of the spiritual realm. Pen. So, for example, we use our pens to sign a check. Is it? To write a name. Hata huwa nasikia kwamba ukisikia mtu amekwambia amekupiga karamu, amekufire out. Hallelujah. Now karamu ya rohoni ni mdomo wako. You can sign a check or you can jipiga karamu wewe mwenyewe. So unashika kazi ukisema, pastor nilifutwa. Why? Because you are the one. Wewe kila mshahara ikichelewa, mimi nitatoka hapa. Kwa sababu only one day mshahara imechelewa. Mimi hii kampuni itatoka. Hii kisirani. The first people to be given layoff. Esther Omondi, sister fulani ndio wa kwanza. Brother fulani na wameokoka. Say no to that in the name of Jesus. Bwana Persifa. Bless where you stay. Unafaa useme ya kwamba I am the reason as to why this company exists. Bwana Persifa. Mimi ndiyo sababu hii nchi inaendelea. Mimi ndiyo sababu Thika iko na security. Because I'm here as a soldier of the Lord in the mighty name of Jesus Christ. Mtu aseme big amen. Hallelujah. I don't want to finish my words. I have my dad. Baba yangu. Ningependa niweze kumkaribisha masaa haya. Bwana Persifa. So he can fuel the more fire in your life. And something is going to happen in your life. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Tupigie makofi mazuri as Bishop anapokuja katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Praise be to God. Mungu ni mzuri siku zote. Hallelujah. Blessings do not just go everywhere. They know where they're supposed to go. Praise be to God. Blessings do not just go for the sake of. They know where they're supposed. Can you declare, I'm a destination of blessing? My blessings come to me in the name of Jesus. Yeah, they need to know that you're a destination for blessings, and they need to come where you are in the name of Jesus. Can we go to Joshua chapter 4?